watu na kuwatambua. Katika kuwafahamu watu na kuwatambua, tunakutana na watu wengi, iwe kwenye nyumba za ibada, iwe sokoni, kazini na maeneo tofauti tofauti. Miongoni mwa jambo ambalo Yesu alilisisitiza ni kuwafahamu watu. Ndio maana akasema, enyi Mafarisayo wanafiki. Aliwafahamu. Unaweza kukuta kuna wakati nilikuwa najifunza jambo moja. Kuna mama moja akawa anamwamini sana mtumishi wa Mungu. Yaani anaweza kasahau hadi kurudi nyumbani. Na nikawa najiuliza kwa nini inatokea hivi? Manaka ameshindwa kutofautisha nafasi ya Mungu na ya watu kwenye maisha yake. Nafasi ya Mungu na ya mchungaji wake kwenye maisha yake. Nafasi ya Mungu na maisha yake. Yaani unajua mtumishi wa Mungu Elisha, jambo la ajabu duniani ni hili. Ukiruhusu mtu achukue nafasi ya Mungu, yaani haijalishi ni nani, lakini ukamruhusu huyo mtu achukue nafasi ya Mungu, kuna madhara makubwa kwenye maisha yako na kwenye maisha yake. Ndio maana kuna muda, kama kuna mtu unataka umweke kwenye nafasi ya Mungu, kama Mungu ameamua kukupenda na kukupeleka kwenye hatima yako kwa haraka, anaweza katengeneza hata mazingira mkagombana na yule mtu. Kwa nini anafanya hivyo? Ili nafasi ya Mungu ibaki. Sasa tuna watu wengi makanisani ambao hawana ufahamu wa kinyakati. Yaani yeye ni kuchanganya changanya. Yaani nafasi ya mtumishi wa Mungu ipo kwenye kiti cha Mungu, na nafasi ya Mungu anataka iweke kwenye kiti cha mtumishi wa nani? Wa Mungu. Mungu hajawahi kaa kwenye kiti cha watu, na kiti chake huwa haruhusu kikaliwe na mtu mwingine. Ndio maana tusipojua vitu ambavyo watu wanatutendea vinaweza vikasimama mbadala kwa Mungu. Kuna kitu ambacho nilijiuliza siku moja. Nikasema, kwa nini nafika kipindi sisi tunashindwa kubadilisha mabadiliko? Yaani mabadiliko yana uwezo mkubwa wa kutubadilisha, yaani hadi kutuangamiza, hadi kutuua. Lakini nilichokuja kujifunza ni kwa sababu mojawapo ambayo tumekosa ufahamu kinyakati. Bwana Yesu asifiwe. Lakini jambo lingine, tuangalie mfano wa kwanza. Yakobo alitambua Labani kuwa amebadilika. Mwanzo 31 mstari wa 2. Yakobo alivyokuwa anaendelea kuishi, alikuwa na ufahamu wa kinyakati. Akasema, kwa kweli mjomba wangu amebadilika na hapa naweza akaniangamiza. Hebu tuone hapo Mwanzo 31 mstari wa 2. Wakati tunafungua Mwanzo